Google ina AI nyingi sana ambazo watu wengi pia hawazitumii na pia hawazijui, lakini leo nataka nikuonyeshe AI moja ambayo itakusaidia kutengeneza podcast, yani yale maongezi ya mahojiano, na ukawa unatengeneza kwako na unaposti kwenye mitandao yako ya kijamii. Nimejaribu kurahisisha sana hii kazi. Sasa tuende kazi nikuonyeshe. Kwanza kabisa nenda katika browser afu andika aistudio.google.com kama nilivyoandika hapo. Itakuja interface ya Google. Bonyeza hapo kwenye home. Wewe itakuja hivyo kwa sababu ndio mara ya kwanza unaingia hapa. Utakutana na vitu vingi. Cha kwanza, utakuwa na uwezo wa kutengeneza application, utakuwa na uwezo wa kuchati na model za Gemini, utakuwa na uwezo wa kutengeneza API zako, utakuwa na uwezo wa kutumia Flash ambayo ni AI kubwa zaidi ya Google. Pia utakuwa na uwezo wa kutumia Nano Banana na VO3.1 kwa ajili ya video, na lakini pia utaweza kubadilisha maneno kuwa sauti, na hiyo ndo ambayo tutaifanya leo. Kwa hiyo mimi nitabonyeza hapo kubadilisha maneno kuwa sauti, kwenye turn text into voice. Alafu utaona hapa sasa, hapa hii ni dialogue, yani majibizano. Unaweza kumweka mtu wa kwanza hapo kwenye speaker 1 na speaker 2 hapo, lakini hapo unaona kuna single pia na kuna multi speaker. Multi speaker na maana watu wawili, single ni mtu mmoja. Kwa mfano nikibonyeza single, unaona kwamba inawezekaje sehemu hapo ya kuandika maneno alafu watu akaongea. Hapo kwenye multi speaker ndipo unaweza kuweka majibizano ya watu wawili au hata watatu. Unaona hapo ipo sehemu ya kuandika, labda huyu mtu wa kwanza anaongea kitu fulani, mtu wa pili anaongea kitu kingine. So ili kupata majibizano unaweza kupata kwenye ChatGPT. Ukibonyeza hapo alafu kaja ukabonyeza kwenye ChatGPT hapa, au ukiingia chatgpt.com, unaweza kuiambia ChatGPT kwamba niandikie majibizano. Design hiyo tu kwa Kiswahili cha kawaida kati ya watu wawili. Umeona design hiyo, alafu wakiongea, unaomba niandikie majibizano kati ya watu wawili wakiongea. Alafu nasema kwamba yawe na sekunde labda 30. Okay? Yawe na urefu wa sekunde 30 kwa Kiswahili cha kawaida kabisa. Kwa wewe utaipa ChatGPT hiyo prompt, na yenyewe ChatGPT huwa angushi mtu kabisa. Kwa hiyo kile unachoiambia ndicho hicho ambacho tunakutengenezea. Kwa hapo imeniandikia hayo maelezo ambayo ni majibizano ya watu wawili. Kwa sasa mimi ninachokifanya ni kwamba naanza kucopy majibizano au mtu mmoja anachokiongea, nimecopy ya mtu wa kwanza, kisha nitarudi hapa kwenye Gemini, hapo sehemu ya kwanza ya mtu wa kwanza kuongea, nitatoa hayo alafu nitaweka yale ya kwanza niliyocopy, kisha nitarudi tena nitacopy maelezo ya mtu wa pili kwamba mtu wa pili amejibu vipi, kisha nitakuja hapa chini ya paste hapo na yenyewe. Ina maana sasa haya maelezo ukitaka kuongeza mtu mwingine unaweza kubonyeza hapo imeandika add dialogue. Ina maana unaweza kwenda tena kwa pale kwenye maelezo ukachukua maelezo ya mtu wa pili. Sasa hapo unaweza kutengeneza hata podcast, unaweza kutumia hii kama fursa ya kutengeneza matangazo ya online, unaweza kutumia kwa jinsi wewe unavyoweza, ili mradi tu uweze kutengeneza kitu ambacho ni valuable. Mimi ni watengenezea watu sana matangazo kwa kutumia hii njia, na wewe pia unaweza kufanya hivyo na ukajipatia kipato. Kwa hiyo utahakikisha kwamba una copy zile conversation, yale maneno yote ambayo hawa watu walikuwa wanaongea, kisha unayapaste kule. Unapaste ukiona kwamba unaongeza, ukitaka kuongeza line nyingine mtu aongee, unabonyeza alama ya kujumlisha hapa chini, add dialogue, kisha una paste kwenye sehemu ya add dialogue. Umeona? Sasa ngoja tu paste yote chap then tumemaliza. Kwa hiyo nitapaste hiyo line ya mwisho kwa mtu wa kwanza na line ya mwisho kwa mtu wa pili ambayo ni hiyo inayofuata, then tarudi nitaipaste hapa ili nikuonyeshe tu jinsi maongezi yanavyokuwa hapa. Wewe usije ukafikiri kwamba labda ni masihara. So nimekopi ya mwisho hapo, nitaweka hapo chini. Alafu sasa nitachokifanya ni kwamba nitabonyeza run hapo chini pembeni kumeandika run, ili ianze sasa kunitengenezea hii sauti. Okay? Lakini kabla sijabonyeza run, kuna kitu hapa kidogo nikisahau. Kwanza nenda tena ChatGPT pale, alafu andika hivi, niandikie prompt. Sasa hii ni kwa ajili ya kuielekeza AI itoe sauti gani, yani iwe na hali gani kipindi inatengeneza zile sauti. Unaweza kuamua kwamba iwe na hali ya kufurahia, kuchekesha, au itengeneze kama tangazo la radio ya design hiyo, au watu wakiwa wanajibizana kwa hasira, kwa huzuni au kwa kufuraha. Kwa mimi nitaandika niandikie prompt kwa ajili ya kuelekeza AI yangu kuweka toni ya sauti ninayotaka mimi. Kwa hiyo yenyewe itanitengenezea toni ya sauti, maelezo kwa ajili ya kuweka pale ili nipate toni au hali ya sauti ambayo naitaka. Then inatengeneza kwa Kiswahili, lakini mimi nitaiambia itengeneze prompt kwa Kiingereza au English. Kwa hiyo nitaipa hiyo prompt pia, then itatengeneza hiyo prompt kwa English.
Ndio hii hapo hiyo prompt, then ninachokifanya mimi ninaicopy. Kumbuka unaweza kufanya hivi hata kwenye simu pia, hivi hizi process ni sawa. Kwa hiyo nitakuja hapo juu, umeandika style and instruction, hapo kuna maneno kwenye style and instruction, chini yake futa hayo maneno, alafu uweka yale maneno ambayo tumekopi pale kama prompt ya maelezo kwamba tunataka dialogue yetu au majibizano yetu yawe na hali gani. Kisha bonyeza run. Hapo itaanza kutengenezea haya majibizano kulingana na jinsi tulivyoielekeza pale juu. Usipoielekeza itakutengenezea, lakini itakuwa tu na hali ile ya kawaida ambayo yenyewe ndo imeichagua. Kwa hiyo itatengeneza hiyo prompt, na ndani ya muda mchache, hebu ngoja tuisikilize hapa sasa inakuaje. Okay, sasa tuisikilize hii haya majibizano yanavyokuwa. Vipi, umekuja mapema leo? Ndiyo, niliona nisije nikachelewa kama jana. Haha. Okay, nadhani umesikia. Sasa baada ya kumaliza, na hisi utatamani usave hiyo audio ili uweze kuitumia sasa kwenye project zako. Ukija huku chini kwenye audio hapa, alafu uka right click, au kwenye simu huwa inaonyesha kabisa kialama cha kudownload, alafu kubonyeza save audio as. Okay, sehemu imeandika save audio as. Ukibonyeza hapa kama unatumia computer, then utaweza kuandika jina la hiyo audio. Kwenye simu utakuta kuna alama ya kudownload kabisa, na ukibonyeza inaingia moja kwa moja kwenye simu yako. Lakini hapa tutaandika jina, kisha tutakuwa tumeisave kwenye ile folder letu. Utachagua folder lolote unalotaka, kisha utakuwa umetengeneza audio ambayo unaweza kuitumia sehemu yoyote ile kwenye matangazo yako. Unaweza kutengeneza za mtu mmoja, unaweza kutengeneza watu wengi, ni wewe tu. Unaona hapa kuna single, lakini pia kuna kitu nilikuwa sija kuonyesha. Una uwezo wa kuchagua mtu unayetaka aongee hapo chini. Unaweza pia ukachagua toni, kila kitu. So unaweza kufanya hivyo na wewe. Jaribu kwa muda wako, itakusaidia sana hii.